Yes, naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa maombi ambayo ni maombi ya judicial review yaliyofunguliwa na Rosemary Mwakitwange na wenzake wawili Edward Heche na Deogratus Mainyila. Maombi hayo yanahusu juu ya tume ya uchunguzi wa kinachoitwa uvunjifu wa amani wa matukio ya tarehe 29 mwaka jana, mwaka 2025 Oktoba, ambayo tume iliundwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuweza kuchunguza uvunjifu wa kinachoitwa uvunjifu wa amani. Maombi yalisikilizwa wiki iliyopita, na leo maombi hayo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya uamuzi kwamba kama tuna hoja za msingi au hatuna hoja za msingi. Kwa bahati mbaya jaji ambaye anasikiliza maombi hayo, Mheshimiwa Jaji Mbagwa, leo hayupo na amepanga kesi hii kutoa uamuzi siku ya tarehe 13 Ijumaa ijayo. Ndio kicho ajili ya hapa mahakamani. So far tukutane tarehe 13 next week kwa ajili ya uamuzi wa maombi hayo ambayo nimeshatoka kuyataja hapa. Pengine kwa wale ambao hawajafuatilia, kwa tuna sababu kama 5 hivi za madai ambayo ya msingi. Madai ya kwanza ni kuhusu wajumbe kula kiapo, ambao tulieleza mahakama kwamba hakuna ushahidi wa wajumbe kula kiapo. Jambo la pili ni kwamba kinachoitwa tume huru ya uchaguzi tume huru ya uchunguzi kwenye sheria hakipo. Sheria inatamka kuna kitu kinaitwa Commission of Inquiry, tume ya uchunguzi, sio tume huru ya uchunguzi. Lakini pili, kuna jambo vile lilijitokeza kwamba unapounda tume kama hii, rais au mamlaka ya uteuzi lazima iseme mambo matatu kwenye ile gazeti la serikali. Jambo la kwanza iseme, je, hizo taarifa za kuhusu kuunda hiyo tume amezitoa yeye mwenyewe au amepokea ushauri kutoka kwa waziri husika, au ni taarifa kutoka kwa raia yote kwa ambazo zimewasilishwa kwa hati ya kiapo. Kwa lazima sosi ya hizo taarifa juu ya kuunda tume ziwe zinaelezwa kwenye gazeti la serikali ambalo linaunda tume. Lakini vile vile tuliona kwamba kuna matumizi mabaya ya madaraka kisheria, kwamba tume iliyoundwa inaonekana ni tume ambayo ina composition ya watumishi wa umma wastaafu. Sasa hiyo inaondoa uhuru na vile vile inapelekea kuwa na tume kuonekana kama vile itakuwa na bias fulani hivi, na kisheria bias haithibitishwi, isipokuwa ni mtu wa kawaida akiangalia kwa macho yake na muundo wake anaweza kusema hapa kuna majibu ambayo yanaweza sio sahihi. Sasa hizo ndio hoja za msingi ambazo tuzileta na zingine nyingi. Kwa hiyo tusubiri mahakama itaamua nini, na itakachoamua mahakama tuko tayari kupokea chochote kile, sababu mwisho wa siku ni uamuzi wa mahakama ambao tunatakiwa kama mawakili tutauheshimu. Either unatuathiri sisi au hatuathiri, tunatakiwa kuheshimu kama maafisa wa mahakama. Kuna hoja inaweza lengo sio kusimamisha tume zifanye kazi, malengo ni kutafuta haki. Tumekuja mahakamani kutafuta haki. Kwa hata kama tume ikamaliza kazi yake kabla ya uamuzi wa mahakama hujatoka, maana yake hata mahakama inaweza ikasema kwamba tume hiyo ni haramu, basi chochote kilichofanyika kitakuwa ni haramu. Kwa bila kujali muda. Lakini katika mazingira hayo sisi tulifungua kwa hati ya dharura ili tuweze kuangalia mazingira ya tume katika kufanya kazi zake kwa wakati huu kabla uamuzi hujatoka. Lakini hiyo haitaathiri. Kama uamuzi utatoka baada ya tume kufanya kazi yake, sidhani kama kuna shida vile vile, kwa sababu mwisho wa siku kinachotafutwa ni haki. Wala tume imemaliza muda wake au haijamaliza muda wake. Naam. Una wito gani kwa watu kumaliza kuhusu kusubiri tarehe 13 uamuzi wa mahakama utatoka, na lolote takalo tamko la mahakama tutaheshimu, sababu ndio uamuzi wa mahakama na tuna jukumu hilo kuheshimu uamuzi wa mahakama kama mawakili. Lakini swala la kuridhika kutoridhika tutaangalia wakati siku hiyo, siku ya uamuzi. Naam.